Leo nataka kufundisha kitu inaitwa imani. Imani kwa Mwenyezi Mungu. Faith in God. Imani kwa Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Imani. Somo letu la leo linaitwa imani. Faith. Tutafanya sahihi na nyinyi ambao mnaanza tutaongea na Kiswahili. Alafu baadaye tutaongea tutafundisha saa 8 na hiyo lugha nyingine ya Kimombo. Lakini kwa sasa nataka tu tuongee kidogo juu ya imani. Juzi tulijifunza mambo matatu. Mambo matatu nilikuwa nawafundisha. Mungu ametupatia vitu vitatu ya kushinda corona. Vitu vitatu ya kushinda shetani. Si corona peke yake. Kushinda shetani. Number 1 tukasema na watu watue watulivu, ambao kusema kwamba juu ya mwamba huu tutajenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitafaulu. Milango ya kuzimu haitafaulu. Juu ya mwamba huu. Tukasema hiyo mwamba ni ufunuo ya kujua kwamba Kristo, mwili hii ni mwili ya Kristo. Wewe ni nyama yake. Wewe ni mfupa yake. Kristo ni Mungu katika mwanadamu. Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Biblia ikasema kwamba na hekalu la Mungu iko pamoja na wanadamu. Kwa hivyo tujue kwamba juu ya mwamba huu mpaka utambue kwamba katika mwili wako Kristo anazidi kuongezeka. Biblia inasema katika Efeso 4:11 Mungu aliwapatia wengine kuwa manabii. Ni mitume na manabii na maevangelists na mapasta na walimu, ili kwa kusudi la kukamilisha mwili ya Kristo, ili tufikie umoja wa imani, ili tufikie kiumo ama size ama development ama kuinuliwa mpaka tufike level ya Kristo. So ile kitu Mungu ametupimia sisi, amesema kila mtu ameweka huduma hizo katika kanisa ili tupate kukua kiroho mpaka tufike kufanana na Yesu. Hiyo ndio yardstick. Hiyo ndio kitu Mungu aliweka, akasema tutakuwa mpaka tufanane na Kristo. Bwana sio sana. Hallelujah. Lakini hatuwezi. Kwa hivyo kitu ya kwanza tulikuwa tunajifunza ni kwamba juu ya mambo huu nitajenga hekalu langu. Namba 2 tulijifunza kitu inaitwa kuongea na lugha. Kuongea na lugha ya mbinguni. Kwa nini tunaongea na lugha? Wengine wetu tumeacha kuongea na lugha kwa sababu ambayo mimi sielewi. Wengine wanafundishwa kwa madini yao msiongee na lugha kwa sababu ambayo mimi sielewi. Mungu anasema mtaongea na lugha. Wakati Mungu aliunda Adam kwa matope, alimpulizia pumzi ya uhai. Alipompulizia Adam pumzi ya uhai, pumzi ya Mungu, Adam sasa akawa na uhusiano na Mungu kwa sababu uhai wake na kila kitu chake imetoka kwa Mungu. So akawa mtoto wa Mungu, akaanza kunena na Mungu. Walikuwa wanaongea na Mungu katika shamba la Edeni. Alipuliziwa pumzi ya uhai, ili apate kuwasiliana na Mungu vizuri. Naye Yesu wakati alikufa na kufufuka, alitokea wanafunzi wake mara 3. Mara ya pili aliwapulizia hawa Roho Mtakatifu. Akaambia watu pokeeni Roho Mtakatifu. Alirudi shamba la Edeni, alirudi mwanzo huko vile Mungu alipuliza pumzi yake kwa wanadamu ama kwa mwanadamu kwa Adam. Yesu Kristo akatupulizia uhai wa Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya lolote. Na Roho Mtakatifu ndio anabeba. Roho Mtakatifu ana vipawa 9. 9 manifestations of the Spirit. So kila vipawa hivi 9 inaitwa vipawa ama manifestation kwa kizungu. Moja yao ni kunena na lugha. Roho Mtakatifu amebeba vitu 9. Moja yao ni kuongea na lugha.
Kama kila Mkristo ambaye amekoka lazima aongee na Luka, kwa sababu ni lugha ya mbinguni, lugha ambayo shetani hata isikuelewa. Namba 3, tukajifunza mambo ya meza ya Bwana. Agano tuko na Mungu, agano ya damu yake. Agano ya damu yake. Tuko na agreement na Mungu. Tumesign agreement na Mungu. Tumesign agreement na Mungu ya kwamba atatulinda, atatuhifadhi. Na sisi tutafanya ile Mungu anataka tufanye. Haleluya. Bwana sasa. So kama wewe utashinda kila kitu, kama utashinda magonjwa, kama utashinda shetani, kama utashinda korona, kama utashinda kila kitu, ni sharti ujue ya kwamba utashinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wako, na ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wapendwa, leo ni siku mpya, leo ni siku nzuri. Washana na mahangaiko ya dunia, leo kwetu sisi wa Kristo ni siku nzuri. Hakuna kanisa nzuri kama ile inaishi leo duniani. So Mungu ameingia na sisi na agano katika damu yake. Niliwafundisha juzi, niliwafundisha mara kadhaa wakati tunafanya meza ya Bwana, na hata wakati tulikuwa Meru tuliwafundisha na tukawafundisha kwa Kizungu. Sasa nitatafuta nafasi ya kufundisha kwa Kiswahili ama kwa Kimasai. Haleluya. Bwana sasa. Lakini hiyo vitu yote haitafanya kazi bila kitu inaitwa imani. Nataka kuonyesha kitu ni imani. Wapendwa, imani ni nini? Yesu akasema bila imani hawezi kumpendeza Mungu. Waebrania 11 inasema imani, bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Kwa mlango ufunga kabisa na muda usubua. Mungu apige atakaje kusikiza. Haleluya. Basi sana. Imani ni nini? Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Yesu alikuta watu wameokoka. Katika John 8:38, John 8:31 mpaka 32. Yesu alipata watu ambao wameokoka. Akaambia wale watu, mkiendelea katika neno langu, mtakuja kujua ukweli, na huo ukweli itawaweka huru. Mkiendelea katika neno la Mungu. Sikilizeni hapa. Na mtu asikize nini? Na hiyo makosa ni kutoa mawazo. Hapana, sikiliza. Mungu alisema hivi. Aliambia wale walimwamini yeye, mkiendelea katika neno. Mkiendelea katika neno langu, mtakuja kujua ukweli, na ukweli huo ambao utajua itakuweka huru. Leo watu hapana iko huru. Leo watu wameshikwa na magonjwa, wameshikwa na uoga, wameshikwa na kila kitu kwa sababu hawako huru. Lakini sasa nisema mkiendelea katika neno langu, mtakuja kujua ukweli, na hiyo ukweli itaweka huru. Sasa imani ni nini basi? Lazima tuendelee katika neno. Imani ni nini? Imani, vitu yote ya Mungu itatolewa tu kwa imani. Vitu yote Mungu analete, vitu yote Mungu anaomba mwanadamu. Bila imani Mungu anasema huwezi kumpendeza Mungu. Biblia inasema hivi, inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Waebrania 10:38 inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Wewe fikiria, Yesu akasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila kitu, kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo imani ni nini? Ambayo Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi 1:16 inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Waebrania 10:38 inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuku 2:14 inasema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Sasa Habakuku akaweka basi kwa ujasiri, akasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa hivyo kumbuka hivi, kama wewe utaishi kwa imani. Haleluya. Kama utaishi leo, utaishi kwa imani. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Utaishi kwa imani. Kwa sababu Biblia inasema wazi kabisa ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye imani hii
ni katika neno la Mungu. Mkiendelea katika Yesu akamwambia wale walimwamini katika John 8:31-32, akaambia hawa John 8:31-32, mkiendelea katika neno langu mtakuja kujua ukweli na ukweli itaweka huru. Leo watu wengi hawajui ukweli. Na watu wengi pia wanajua ukweli, lakini hawezi kuruhusu ukweli ifanye kazi katika maisha yao. Kuna dhadi neno la Yesu akasema mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Hili ndio ukweli. Neno la Mungu ndio ukweli. Sasa hii kuna mambo mingi na neno la duniani, corona nini. Lakini neno la Mungu ndio ukweli. Bwana sana. Hili neno ndio ukweli. Si corona. Corona ni uongo. Uongo, shetani ni muongo. Shetani ni muongo, bila sababu wewe ni muongo na baba ya uongo. So hii mambo unasikia si ukweli. Ukweli iko hapa. Bwana sana. Amen. Haleluya. Amen. Imani ni kitu gani? Imani ni nini? Imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Biblia inasema katika Warumi 12:3, anasema Mungu amepimia kila mtu imani chake. Ili usiseme Mungu mimi ukinipa imani. Ukunipa imani. Kwa hivyo mimi siwezi kufanya, mimi nilitabika, mimi nimepata shida kwa sababu Mungu ukunipa imani. Hapana, Warumi 2. Ndio kusema au ujue maneno ya Mungu. Warumi 12:3 inasema Mungu amepimia kila mtu imani chake. Unaweza kufanya imani yako kama unataka. Unaweza kufanyisha imani yako kazi kama unataka. Mungu hakulazimishi. Sababu Mungu amekupatia kipimo cha imani. Wanafunzi wakaja kumwambia, "Bwana utuongeze imani." Yesu akamwambia, "No. Tuongeze imani." Hapana, akamwambia, "Ikiwa utaamini tu." Akarudisha mpira kwao. Si Mungu. Wapendwa, Mungu atafanya kila kitu ambacho imeandikwa kwa Biblia. Mungu atafanya kila kitu ambacho imeandikwa kwa Biblia. Lakini ni kwa imani pekee yake. Kwa hivyo hata sasa tunatayarishwa kuwa watoto wa Mungu. Tunatayarishwa kuwa askari wa Mungu. Haleluya. Tutafanya kazi zote kwa imani. Imani ni kitu ambacho hatutaweza kusema tumepita kiwango ya kuishi kwa imani. Tunaishi kwa imani. Haleluya. Bwana sasa. Kwa hivyo kila mtu ana imani. Sasa imani Biblia inasema kipimo cha imani. Ni kusema imani chako si kama ya yule na ya yule si kama ya huyu. Kwa sababu ni kipimo. Mungu amewapimia imani. Bwana asifiwe. Mungu amewapatia akawapimia imani. Mungu amewapimia imani. Kila kitu kiko na kipimo chake. Lakini utafanya nini na ile uko nayo? Bwana sana. Kila mtu yuko na mdomo. Mungu atakuja kufungua mdomo wako aongee. Kila mtu yuko na mguu. Mungu atakuja kuambia tembea. Sio ndio unataka kwenda kushunga mbuzi, unaamuka na mguu yako unaenda kushunga mbuzi sababu uko nayo. Pia imani uko nayo, lakini vile utafanya nayo ndio itategemea utafaulu ama utafaulu. Bwana sana. Kwa hivyo Biblia inasema kila mtu amepimiwa kipimo cha imani yake. Haleluya. Warumi 10:17 inasema hivi. Inasema imani inakuja. Tutapata imani aje basi? Imani yetu Mungu ametupatia ndio kipimo. Tutakuza imani yetu aje? Imani, sikiliza. Nimeambia nyinyi hapo awali ya kwamba vitu vyote ya Mungu inapatikana kwa imani. Ukitaka chochote kutoka mbinguni, ukitaka chochote kutoka kwa Mungu, ni kwa imani pekee yake. Bwana sio sana. Ni kwa imani pekee yake. Sasa Biblia inasema hivi, nataka kuwafundisha polepole imani nini. Number 1 kitu tunajua ni kwamba imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Faith comes by hearing and hearing the word of God. The word of God. Kusikiza neno la Mungu. Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Haya, sasa kusikia si kuna mtu ananena? Wakati mimi nimesikia sauti, kuna mtu ananena. Imani inakuja kwa kusikia sauti mtu akinena. Lakini acha nikwambie, mwenye kunena hapa ni wewe. Haleluya. Imani itakuja kwako. Imani inaweza kuja kwako mimi nikukuongelesha, nikukufundisha kama sasa. Lakini mara mingi imani inajengeka kwetu kwa sababu sisi tumesikia mdomo yetu ikiambia masikio yetu. Mtu mmoja let me tell you, mwenye kuhubiri number 1 ni mdomo yako.
na washirika wa mdomo yako ni wewe. Haleluya. Sikilizeni hapa. Mimi nasema preacher number 1 ni wewe. Sema amen. Amen. Na audience number 1 ama wasikilizaji number 1 ama congregation number 1 ama washirika number 1 ni wewe pia. Kwa hivyo wakati unanena maneno ya Mungu, mdomo inanena, Biblia inasema ndani mtu ndani ile ndani ya roho yake inatoka, inakuja kwa mdomo, inatoka kwa mdomo, inaingia kwa masikio inaenda kwa kichwa, ikishaenda kwa kichwa sasa inaambia kila mwili, sasa neno linasema hivi, alafu neno linakufaidisha. Biblia inasema kitabu hiki katika Joshua, kitabu hiki cha Torati isitoke katika roho yako, isitoke katika kinywa chako. Kwa sababu unataka unene hii maneno. Jinsi leo nilikuwa nawafundisha kunena hii maneno. Ukinena hii maneno utapata ushindi. Wakamshinda shetani kwa neno la ushuhuda wao, kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao ambao kupenda maisha hata kufa. Wakati unanena hii Biblia, wakati unachukua neno la Mungu na kuweka kwa mdomo yako, imani inajengeka, imani inakuja. Warumi 10:17 inasema imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu, lakini ni wewe ndio unanena kwa hii mdomo yako. Utanena maneno ya Mungu kwa mdomo yako. Ukishukua maneno ya Mungu kwa mdomo yako, imani yako inajengeka. Pia katika kitabu ya Jude 20 inasema mkijijenga kwa imani yenu, ombeni na lugha. Ukitaka pia imani yako iimariki, omba na lugha. How do you build your faith without praying in tongues? Tongues ama kunena na lugha ni sehemu ya kujenga imani yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo tunaona kwamba imani mtu anaishi nayo, unaishi kwa imani. Alafu kitu cha pili ni kwamba lazima imani inakuja, imani iko na mguu, na mguu yake ni mdomo yako. Kwa kusikia neno la Mungu, unanena neno la Mungu, unasikia neno la Mungu, alafu ukisikia na kutenda. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kitabu ya James chapter 2 verse 14 to 22 inasema hivi. Inasema wapendwa, itafaa mtu nini akisema ana imani na hana matendo? Kwa hivyo wacha nawafundishe kitu hivi. Kuna mambo matatu lazima iwe. Number 1, lazima iwe na neno la Mungu. Ili imani ifanye kazi, tuna vitu vitatu. Number 1 ni neno la Mungu, na inakuja kwa kusikia. Imani inakuja kwa kusikia. Number 2 ni imani. Number 3 ni matendo. Huwezi kuondoa moja bila kuharibu yote tatu. Ukiondoa imani, ukiondoa neno la Mungu, imani itafanya kazi. Kwa hivyo tuko na mambo tatu hapa: imani, neno la Mungu na matendo. Hallelujah. 3 things necessary for faith: the word of God, faith itself, and actions on the word of God. Actions. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imani kwa neno la Mungu. Haleluya. Tumeelewana hapo? Haleluya. Mungu hawezi fanya kazi bila imani. Hata kama unateseka mara ngapi, hata kama una shida ngapi, Mungu hawezi fanya kazi bila imani. Mnanielewa? Nimesema nini? Where there is no faith, God will not work. James anasema hivi. Anasema, ndugu zangu, mnionyeshe mimi imani yenu. Mtu atasema niko na imani. James anauliza. Mtu atasema mimi niko na imani, na mimi niko na matendo. Wewe unionyeshe imani yako bila matendo, na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yako. Kwa matendo ndio Mungu atakuhesabia haki, na si kwa imani pekee yake. Mkiendelea katika neno lako, mtakuja kujua ukweli, na ukweli utaweka huru. Biblia inasema hivi, anauliza hivi, nimeambia nyinyi imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Naye imani bila matendo imekufa. Hata kama unasikia neno la Mungu, kama utatia kwa matendo, kama utaweka actions kwa hiyo neno la Mungu, hiyo imani yako imekufa.
Imani ambayo haina matendo imekufa. So lazima uwe na imani na matendo. Bwana sio sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema hivi. Tukienda tuone vile watu wa Mungu walifanya imani, Waebrania 11. Tunaona Waebrania 11 inaonyesha vile watu wa Mungu wa zamani walikuwa anatenda imani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema neno la Mungu lilimjia Abraham. Akamwambia Abraham, toka nchi yako. Toka nchi yako. Alikuwa anaishi mahali inaitwa Ur ya Chaldeans. Nchi inaitwa alikuwa Abraham alikuwa mtaifa. Lakini wakati tu aliamini Mungu. Abraham alikuwa mtaifa. Alikuwa msimu. Yeye ndio mwanzilishi wa Israeli. Kwa hiyo Mungu alimpata tu mtaifa, akamnenea na Mungu akamwamini Mungu. Akamwambia toka sasa nchi hii, enda nchi mimi nakupatia ahadi. Abraham akatoka akaenda. Hiyo inaitwa imani. Wakati Mungu ananena, ukitenda vile Mungu amesema, una imani. Haleluya. Lakini acha nikwambie mimi, na unawezeshwa hiyo peke yake na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio network ya kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Neno la Mungu likaja kwa Abraham, akamwambia Abraham, utoke hapa ende nchi fulani. Ile nchi mimi nimekuahidi. Akatoka akaenda, ikaitwa imani. Neno la Mungu likamjia Nuhu ama Noa. Neno la Mungu likamjia Noa. Akamwambia Noa, jenga safina. Kwa sababu mimi nitaleta gharika duniani. Jenga safina. Mnisikilize vizuri sana. Wakati Noa anajenga safina, watu walikuwa wanamcheka. Unafanya aje? Unajenga kitu hakuna. Gharika itafika hapa. Itanyesha mpaka hii mabilima yote ifunikwe na maji yote hizi. Amen. Yeye anaendelea kujenga kwa sababu alikuwa anatenda imani ya neno la Mungu. Haleluya. Bwana sasa. Mungu alimwambia jenga gharika inakuja. Yeye kaamini bila kuona. Wapendwa, imani ni kutenda ile vitu ambacho haionekani kama iko. Abraham ukienda katika Warumi 4 aliamini Mungu ambayo anaita ile vitu yuko kama hakuna. Bwana sasa, sikilizeni, Mungu anaita ile kitu yuko kama hakuna. Sasa hii kuna corona, lakini Mungu anasema hakuna. Juzi mama wengine akaniambia, ama kwa nini siku hizi utembei uje kutembelea si nchi yetu mahali tunaishi, ama unaogopa corona? Corona itakuja tu. Ananiambia hivyo, corona itakuja tu. Lakini sisi tunaita ile kitu tuko kama hakuna. Haleluya. Bwana sasa. Haleluya. Kwa hivyo tunaona kwanza tuchukue tu Abraham. Tuchukue Abraham tu na Noa. Mungu alimwambia Abraham toka enda nchi hiyo, akatoka akaenda. Inaitwa imani. Tunaona Mungu alimwambia Noa jenga safina. Alipojenga safina inaitwa imani. Unaposikia neno la Mungu, neno linapokuja kwako, imani inajengeka kwako. Alafu ukiamka kutenda, vile Mungu amesema, inaitwa nini? Inaitwa imani. Bwana sio sana. Marko 9:23 inasema hivi. Inasema kwa Mungu yote yawezekana, lakini akasema hapo na mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminiye. All things are possible to him who believes. Sikiliza, sisi wa Kristo, sisi tumeokoka. Biblia inasema mambo yote inawezekana kwako wewe unaamini. Na kwa nini basi watu wanateseka? Na kwa nini watu iko na shida? Na kwa nini watu wanaogopa hata kila kitu? Ni kwa sababu hawajajua kwamba wako na imani lakini hawajui watafanyia imani nini. Nimeambia nyinyi katika Warumi 12:3, Mungu amepimia kila mmoja wetu imani yake. Lakini vile utafanya imani yako, hiyo si shauri ya Mungu, hiyo ni mambo yako sasa. Lakini uko na imani. Mtu anakuambia sasa Mungu, sasa unaona mimi sina imani, Mungu sina imani. Na Mungu amesema kila mtu yuko na imani yake. Bwana sio sana. Kwa hivyo Biblia inasema ikiwa utaamini tu, mambo yote inawezekana
kwake wewe ambao unaamini. Nani ndio kufundisha leo vile utaweka imani yako kwa matendo upate kupata vitu kutoka kwa Mungu. Mambo yote yanawezekana wapendwa. Ulinzi inawezekana. Baraka zinawezekana. Kila kitu inawezekana. Bora tu ujue ni neno la Mungu limesema aje na unaamini hilo neno na unaweka kwa matendo. Mambo yote yanawezekana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakati Yesu alikuwa duniani, sasa alikuwa anaambia watu, akitaka kuponya mtu, anamwambia mtu kitu, akitenda inakuwa. Mungu alikuwa anaambia watu kitu na inafanyika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna vitu vitatu nataka mjue. Kuna imani hapa, kuna neno la Mungu hapa na kuna matendo hapa. Hii mambo tatu huwezi kutenganisha. Ni kama mawe ya moto. Mawe ya moto huwezi kuondoa moja, hiyo sufuria itakuwa inakaa namna hii. Na mimi sisemi mawe ya siku hizi ambayo ni square. Mawe ya zamani ilikuwa ni round. Sasa kuweka mawe hapa na nyingine hapa mbili, haisi sufuria hizi kusimama. Haleluya. Kwa hivyo mpaka uwe na mawe tatu ndio upate kuhakisha moto yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunataka kujifunza imani. Kwa ufupi, imani ni nini? Ambao kila kitu Mungu anapeana kwa imani. Ulinzi anapeana kwa imani. Atakulinda kwa corona kwa imani. Mungu anasema imani yako, mtu ataishi kwa imani yake. Lakini Mungu amesema tuwe na imani kwa Mungu. Lakini utaishi kwa imani yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Kulikuwa na mtu mmoja ambao alisaliwa akiwa kipofu. Katika John chapter 9. Kuna mtu alisaliwa akiwa kipofu. Mtajaribu kuzuia hiyo kelele zenu. John chapter 9. Hallelujah. John chapter 9. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Yesu alikuwa ameenda kwa mahali. And Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Na wanafunzi wake wakamuuliza Yesu, akamwambia, Bwana mwalimu, nani alifanya dhambi? Ni huyu mtu ama ni wazazi wake? Kwa nini alizaliwa akiwa kipofu? Yesu akauliza Yesu akawajibu akamwambia, si huyu amefanya dhambi na si wazazi wake, lakini ili kazi ya Bwana ipate kuonekana. Lakini lazima nifanye kazi ya ile ambaye aliyemtuma mimi wakati bado yuko mchana. Kwa sababu giza linakuja ambao hakuna mtu atafanya kazi. Wapendwa, ni wakati ya giza imeingia sasa ambao hakuna mtu atafanya kazi. Wapendwa, saa hii tuko na nafasi ya kumfanyia Mungu kazi. Siku inakuja ambayo hakuna mtu atakuwa anaweza kufanya kazi. Ile siku iko mbele yetu sasa. Ni siku ya taabu. Kanisa itakuwa inaomba chini ya ardhi. Sisi yote tutaenda chini ya ardhi. Hakuna kanisa, hakuna mtu atakuwa anakanyaga kanisa. Siku zinakuja ambayo hakuna kwenda kanisa. Siku zinakuja ambazo kanisa ukisema mimi ni Mkristo unakatwa shingo. Siku inakuja ambazo sisi yote tutakuwa tunaomba kwa siri kama uko China. Na siku zimefika. Na acha niambie wapendwa, hii corona ni kitu kidogo. Kuna mambo ambao Mungu amepangia laini ya kuja kuhukumu dunia. Mwisho ni vita ya nuclear. Ni vita ya nuclear itapiganwa dunia mzima. Na kila kitu itachomwa ambayo iko duniani. Sasa hiyo utakuwa tu unaishi kwa imani peke yake. Ni heri ujifunze leo imani wakati mambo bado yuko rahisi. Kuna siku inakuja hapo mbele yetu ambayo imani peke yake itakuokoa. So lazima wakati huu ambao tunaweza kuzuia mambo tujifunze imani. Sasa hii tukiendelea hivi watu wa dunia wanafunika mapua, wanafunika wapi? Sisi tukienda sasa town ambao ufunike pua, ukienda unafunika mdomo, unafunika hapa. Kwa sababu hiyo inaweza kinga na corona. Kuna nafasi ya kuhepa corona kwa kufunika pua.
kuna nafasi ya kuhepa corona kwa kuosha mkono. Na ndio watu wametegemea hapo sana, mshikilie hapo hiyo nafasi kidogo. Lakini wapendwa, kama corona haikuwa inaosheka mkono na haikuwa kufunika pua, tungeishi aje? Tungekufa. Turuhusu tukufe tu. Hatuwezi ruhusu kukufa. So lazima tujifunze imani leo wakati mambo yako kali. Bwana sasa sana. Biblia inasema kulikuwa na mtu kipofu hapo. Akasema kwamba Yesu akamwambia yule mtu namna hiyo, go wash. And when he had thus spoken, he spat on the ground. Musome John chapter 9 verse 6 from 1 to 7, lakini niko for 6. And when he had thus spoken, he spat on the ground and he made the clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said unto him, go wash in the pool of Siloam. Bado sasa, sikilizeni hapo, nataka kuonyesha imani. Mungu alipata mtu kipofu. Sema kipofu. Akamwambia kipofu, Yesu akatema mate chini, akafanya hivi mchanga. Akashika matope, akampaka macho yake ile matope. Wewe fikiria. Biblia inasema kuhubiri injili ni ukupafu kwa wale wanapotea. Lakini kwa sisi ni nguvu ya Mungu ileta wokovu. Akapaka mate, akampaka huko. Akamwambia kwenda osha mkono. Kwenda osha. Yesu akaenda. Hiyo jamaa hakusema Bwana Yesu, mimi niende kwa pool ama kwa hiyo maji ya Siloam. Mungu wewe kuona mimi ni kipofu. Hakusema hivyo. Yeye na upofu wake, because Mungu anaita ile kitu iko kama hakuna. Mungu anasema nini? Anaita ile kitu iko kama hakuna. Hii mtu ni kipofu. Lakini Mungu anamwambia yeye, kwenda oga. Kwanza anamchafua ili ajue ya kwamba anataka kukua safi. Anampaka uchafu kwanza. Anambia kwenda oga. Alipoenda kuoga akaona. Haleluya. Bwana sana. Aliporudi akaona. Bwana sana. Haleluya. Alipoenda akaona. Nini alifanya? Imani ilikuja kwake kwa kusikia sauti gani? Nenda katika ziwa la ama katika Silanga ama sijui inaitwa nini, katika ile maji ya Siloam uoshe macho. Hivyo tu imani ilikuja kwa yule mtu, akaondoka. Aliondoka kwa sababu alisikia sauti ya Mungu. Haleluya. Luka 6:10 inasema hivi. Kulikuwa na mtu ambao, mimi naonyesha hii tu vile imani inafanya kazi. Kulikuwa na mtu ambao alikuwa hana mkono. Unaelewa? Kulikuwa na mtu alikuwa hana mkono kabisa. Mkono yake imekunjana imefika hapa. Hakuna mkono. Akaja kwa Yesu. Yesu akamwambia huyo mtu, nyorosha mkono yako. Nani kwa nataka Kiswahili? Nyorosha mkono yako. Ananyorosha mkono gani na mkono hakuna? Nauliza nyie, mtu ambaye mkono imekunjana anaambia nyorosha. Atanyorosha nini na mkono hakuna? Haleluya. Alipotii sauti ya Bwana Yesu, mkono yake ikarudi kama sasa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Then said Jesus unto him, I will ask, yes, and looking around about upon them, upon them all, he said unto the man, stretch forth your hand. Inasema hivi. Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akanyosha mkono wake, akawa mzima tena. Bwana sasa. Mkono wake ilirudi kwa nini? Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Aliambiwa nini na Mungu? Nyoosha mkono. Kwa hivyo tunaona ile mtu alikuwa kwa maji, aliwekwa chama, ambiwa kwenda oga. Imani yake ni kule kwenda, kutembea kwenda kuoga.
Haleluya. Bwana sasa. Wakati wa Elisha kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Naaman. Naaman akaja anataka uponyaji. Naaman akamwambia, "Kwenda ingia River Jordan mara 7." Wakati alikataa, lakini baadaye akakubali. Akaenda akaingia Jordan mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 6, mara 7. Alipofika ya 7, ngozi yake na ukoma ikaondoka, akawa kama mtoto mdogo. Amen. Hiyo ilikuja kwa sababu alisikia sauti ya Mungu na akaenda kufanya vile Mungu alisema na akatendewa. Kumbuka Naaman hakuwa mtu wa Mungu. Kumbuka Naaman aliponywa kwa ajili ya neema peke yake. Naaman was not a Christian. Naaman was not a believer. Naaman was not a Jew. Naaman was a great enemy of Israel. Lakini aliposikia sauti, alipoambiwa kwenda ingia mara 7 kutoka neno katika kinywa ya mtumishi wa Mungu, alipotoa sauti akamwambia kwenda fanya hii, kwenda fanya hii. Alipotii sauti yake akapona. Karibu miaka 10 iliyopita, kuna ama miaka 7 sijui lakini zaidi ya miaka sijui ngapi. Zaidi ya karibu 10. Kuna mfanyikazi wangu anaitwa Peter. Mama yake alikuwa mgonjwa. Akaambiwa kwenda nyumbani ukufe. Kuja nichukue mtu wenu anaenda ni gharama kwa hospitali. Chukueni mama yenu aende nyumbani akufe. Wakaenda akamtoa huyo mama akamleta nyumbani. Akaniomba ruhusa kwenda kuona mama yake. Wakamchukua kutoka hospitali aende nyumbani aangoje siku yake akufe alale. Lakini alipotoa akanipigia simu akaniambia tumeambiwa tupeleke mama nyumbani kwa sababu ya atakufa tu na ni gharama kwa hospitali aende akufie nyumbani. Nikamwambia sikiliza huyo mama. Wapi patie simu niongee naye. Akapewa simu. Nikamwambia mama sikiliza. Kesho asubuhi chukua jembe uende kwa shamba ulime. Bwana sio sana. Unajua hiyo ni kinyume na mawazo. Kuambia mtu ambaye hana mkono anyoroshe kitu hana ni kinyume na logic, kinyume na mawazo. Unamwambia mtu ambaye aliambiwa aende nyumbani ukufe, atoka aende kwa shamba alime na jembe, ni kinyume na kila akili ya mwanadamu. Lakini asubuhi hiyo mama akachukua jembe lake akaenda kwa shamba. Haleluya. Haleluya. Akaenda akalima. Mimi sijui alilima aje. Alikuwa anaambiwa atakufa, lakini mpaka saa hii hiyo mama bado yuko hai. Alipona hapo tu. Kwa sababu alisikia mdomo yangu ikinena kwake, neno la Mungu lilitoka katika kinywa changu na akatia katika matendo. Ukitia neno la Mungu kwa matendo utafanikiwa. Lakini bila matendo, hata kama umeamini mara 1,100 na una matendo haifanyi kazi. Bwana sasa. Haleluya. Kwa hivyo huyu mtu, angalia huyu. Yesu akamwambia mtu ambaye hana mkono, nyorosha mkono. Aliponyorosha tu namna hii, na mkono ikakua. Angalia, alifanya nini? Alinyorosha mkono. Bwana sio sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana sio sana. Kwa hivyo tunaona kwamba hawa watu wote walipata baraka na Mungu ana mapendeleo wapendwa. Mungu ana upendeleo. Walipata vitu yao kwa kutenda. Mawazo yake ilikuwa ni kwamba nifanye vile Mungu anasema. Yaani tunaona imani ni kufanya ile Mungu anakuambia ufanye. Usingangane atukutafuta imani. Hatunataka imani kubwa hapo unaona kama imani ni kitu kubwa. No. Wapendwa, imani ni rahisi kama kupumua. Bwana sio sana. Amen. Haleluya. Imani ni hivyo tu, ni rahisi. Kwa mfano, kwa nini unakaa kwa kiti? Kwa nini sasa unakaa kwa kiti? So una imani hii kiti haitakuangusha. Lakini imani ya Mungu si ya kila siku ya kukaa kwa kiti. Inachukua imani kuketi kupata vitu kwa Mungu. Na imani hii ni kusikia neno la Mungu tu na kulitenda. Watu wanataka kutumia imani kwa Mungu kama imani ya kukaa kwa kiti ama imani tu ya kuingia ndege. Unajua siku nyingine mimi naingia ndege. Nikiwa juu ya ndege. Mimi nasema sasa hivi mimi niko juu ya ndege. Yaani kwa sababu nina imani ndege itanifikisha mahali mimi naenda. Hata isingepanda. Kwa nini tusiingie tushukue neno la Mungu hivyo? Mungu akisema fanya kitu,
Unafanya hata kama uoni, hata kama usikii, hata kama haijaingia kwa akili yako, lakini madamu Mungu amesema ufanye. Huyo mama leo ako hai kwa sababu aliambiwa, nilimweleza yeye, neno la Mungu lilikuja kwake na kwamba nenda kwa shamba ulime. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Katika John 6 neno la Mungu likakuja kwa mtu amekaa huko. John chapter 6. Imani ni kusikia neno la Mungu. Imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kama utapata vitu kwa Mungu, ni sharti usikie neno la Mungu. Na ukishasikia neno la Mungu, ni sharti uweke kwa matendo. Kila wakati Mungu akinena, ananena kinyume na ile kitu iko. Mmoja siku nyingine mimi nakuhubiria mtu mwingine, namwambia ndugu, kwa kupigwa kwa Yesu umepona. Mungu anasema umepona tayari. Sasa yeye akasema kwa kupigwa kwa Yesu umepona. Alafu mtu mwingine akaja kumwangalia. Akamwambia unajua, mimi niliambiwa leo niseme tu kwa kupigwa kwa Yesu nimepona, lakini mimi vile mimi najisikia, mimi sasa kusema uongo. Sasa hiyo mtu akakaa mgonjwa, hakuponywa. Bwana asifiwe. Hakuponywa kwa sababu alijidanganya mwenyewe. Hajui ya kwamba Mungu anaita ile kitu hakuna kama iko na ile iko kama hakuna. Haleluya. Mungu anamwambia mtu kwenda oga na ana macho, anaenda barabara iko wapi, njia iko wapi? Lakini anaenda kwa imani. Mungu anamwambia Abraham kwenda, akaenda. Mungu anamwambia no ajenga safina, akajenga. Elisha akamwambia Naaman kwenda ingia mara 7 kwa maji. Alipoenda kuingia mara 7 akapona. Hiyo ndio kitu rahisi sana mpingo. Ukijua imani kwa Mungu, wewe utakuwa unasumbuka na jambo lolote. Unasikia tu kitu ya kwanza utafuta ni neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Ukishajua neno la Mungu linasemaje, alafu weke kwa matendo inakuwa. Bwana sio sana. Sababu ukinionyesha mimi imani yako bila matendo, na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yangu. Ukitaka hata kunionyesha wewe unaamini Mungu, unaonyesha tu kwa matendo yako. Leo Wakristo ni wagonjwa, dunia ni mgonjwa. Kila kitu ni mgonjwa, kila kitu ni mgonjwa. Kwa sababu gani Wakristo leo ni wagonjwa? Hawajui imani ni nini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nilishuhudia siku moja, nikamwambia nyinyi, kuna siku moja nilikuwa Zimbabwe. Shetani akasimamisha roho yangu isifanye kazi. Akasimamisha figo isifanye kazi. Akasimamisha maini isifanye kazi. Mwili yangu ikakwama mwili yangu, ikakwama. Nikaenda kwa room, kwa hoteli nilikuwa naishi. Nikamwambia shetani, sikiliza. Roho ya mwenye dhambi, Biblia inasema roho ya mwenye dhambi iko pande gani? Ya kushoto. Lakini roho ya mwenye haki iko pande hii. Wewe hapa naishi na hii roho hii. Wewe unaishi ile iko pande hii. Ila hakuna ndio unaishia naye. Bwana sio sana. Wakati Mungu alikuwa anaunda dunia, alisema washa hii liwe na likakuwa. Washa hii iwe na likakuwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaita ile kitu iko kama hakuna. Bwana sio sana. Siku moja Yesu akaenda kwa mtoto wa Jairus. Mmesikia hiyo story. Yesu akaenda kwa mtoto wa Jairus. Watu wanalia. Yesu akalipoingia akasema nyamazeni, huyu mtoto analala. Akamwangalia Yesu, ati analala? Huyu analala? Analala. Analala huyu? Haleluya. Amen. Bwana sio sana. Amen. Analala. Yesu anasema analala. Mtu amekufa. Yesu anasema nini? Amelala. Na ndio kumwamsha. Yesu akaingia kwa nyumba. Watu wanamwambia wewe Yesu bwana, wani mtoto amelala tangu jana, tangu siku nyingine amekufa amelala hapo. Si unaona Lazaro hata amenuka. Yesu akasema Lazaro analala. Naenda kumwamsha Lazaro. Naenda kumwamsha huyo msichana. Akafika tu, akamwambia wale watu ambao wanaishi katika shina ufuli ya mauti, akamwambia tokeni nje, wakatoka nje. Yesu akaja kwa mtoto. Akamwambia mtoto, msichana amuka. Hivyo tu. Wapendwa, hapana struggle kwa imani. Wewe uko na imani, wewe tenda tu, wewe tenda uzima. Tenda kama mtu ameponywa. Tenda kama mtu umepewa hiyo kitu. Ukishaomba kitu kwa Mungu, amini ya kwamba umepokea na hiyo kitu itakuwa ni lako. Haleluya. Bwana sasa sana. Uamini hiyo kitu ambacho, amini hiyo kitu. Amini umepokea na itakuwa ni lako. Yesu akaenda akamwambia Jairus, mtoto wa Jairus, msichana amuka, akaamka.
alisema mtoto hajalala, hajakufa, amelala. Alisema Lazaro hajakufa, amelala. Sasa Mungu anaita ile kitu kama hakuna. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Katika John chapter 6 Biblia inasema hivi, Mungu alienda akapata mtu amelala. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Anyway, Bwana asifiwe sana. Sisi wote tunakumbuka kulikuwa na mtu alikuwa mgonjwa. Amekaa miaka mingi. Lakini wakati aliambiwa na Mungu, inuka na ubebe godoro lako uende nyumbani, akaamuka akaenda. Ni nini mimi naambia nyinyi wapendwa? Sikilizeni hapa. Kitu mimi naambia ni kwamba ni sharti utii. Leo sauti Mungu amesema atatulinda na corona. Ni sharti tukae kama watu wamelindwa na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tukaona kuna mambo matatu nimeambia nyinyi. Kuna imani inasimamishwa na neno la Mungu, inasimamishwa na matendo. Na tukaona watu wa zamani Yesu, wale watu Yesu aliwaponya. Alikuwa anawaponya, akiambia afanye kitu, akifanya anapona. Hata wewe leo ukiambiwa afanye kitu, ufanye inakuwa. Bwana asifiwe sana. Nataka tu tusome maneno ya mwisho hapa. Luke chapter 5, twende Luka 5, na tutasoma hiyo kabisa kwa sababu hapo ndio somo letu liko. Tuko na agano na Mungu. Juzi niliwafundisha, tuko na agano na Mungu wetu, agano la neno lake, tuko na agano na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Luke chapter 5. Hallelujah. Inasema kwa Kiswahili aje? Luke chapter 5 verse 1. Ikawa makutano walipomsonga Kristo, walisikiliza neno la Mungu. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezareti. Akaona vyombo viwili ama meli mbili vimekaa kando ya ziwa. Lakini mavuli wametoka. Na wavuvi wa samaki wametoka. Wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja. Yesu akaingia katika chombo kimoja. Ndicho chake Simioni. Akaingia katika chombo ya Simioni. Akamtaka akipeleka mbali. Akamwambia Simoni, chukua kitu, peleka ndani ya maji zaidi. Na pwani akaketi. Akawafundisha makutano. Akawafundisha makutano alishongoni. Yes. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simioni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Sikiliza sasa. Yesu alikuta Simon na meli yake. Akamwambia Simon, twende huko ndani tufue samaki. Baada ya Yesu kuhubiri kwa ile chombo, akamwambia Simon, sasa nenda katika mahali iko maji mingi ufue samaki. Simioni akajibu akamwambia Bwana, mkubwa, tumefanya kazi ya kushosha usiku kusha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno. Nyavu zao zikaanza kukatika. Bwana asifiwe sana. Hapo tu. Haleluya. Yaani somo letu inaishia hapo. Yaani hiyo ndio the high point ama neno kubwa katika jambo hili. Simon Peter alienda kwa bahari jioni. Wavuvi waendaka kwa bahari jioni. Samaki inavuliwa usiku wapendwa. Watu wale samaki uvuliwa usiku.
So wale watu wanavua samaki wanaenda kwa maji usiku. Alafu asubuhi wanaleta hiyo ile kitu ameshika. Simon alitengeneza boti yake na wengine wakaingia kwa bahari. Wakatafuta samaki, wakakosa. Wakakasirika asubuhi wanakuja, hawana kitu ya kula, hakuna kitu ya kupelekea watoto. Ndio Yesu anakuja kwake. Simon, habari ya leo mzuri. Mimi akaingia kwa boti yake. Akasongesha kidogo, akaenda kuhubiria watu. Akahubiria watu, alipomaliza akamwambia Simon sikiliza. Sasa ingiza mbali kidogo, enda kutoka mahali tulikuwa nakaa karibu na nchi kavu, enda ndani kidogo upate samaki. Neno la Mungu ilikuja kwake, songa kutoka hapa, nenda ndani ushukue samaki, upate samaki wengi. Simon akamjibu, akamwambia, Bwana tumejaribu hiyo yote. Hakuna kitu kwa bahari leo. Hakuna samaki hata moja. Unaona sisi tunafua hizi vitu. Tumefanya mpaka asubuhi. Lakini Bwana Yesu, kwa sababu umenena, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia neno na kusikia neno la Mungu. Kwa sababu umenena, mimi nitaenda kwa bahari, nitafua samaki kwa sababu ya neno lako. Amen. Kwa sababu umenena, si kwa sababu pale kuna samaki. Nimekuwa huko siku yote. Lakini kwa neno lako nitaenda huko. Kwa neno lako nitaenda pale. Kwa neno lako nitafanya hivi. Alipofanya hiyo, baada ya kufanya ile aliambiwa kufanya. Mpendo asikiliza mimi hapa. Baada ya kufanya ile Mungu amemwambia ufanye. Haleluya. Bwana sio sana. Baada ya kufanya hiyo, akashika samaki wengi. Mpaka neti ikaanza kufunjika. Mpaka akaanza kuita watu wengine waje wamsaidie. Kwa nini? Kwa sababu mara ya kwanza alikuwa hana neno la Mungu. Lakini alipochanganya neno la Mungu, alipopata neno la Mungu, Mungu aliponena, akatia kwa matendo. Hata sijui samaki ilitokea wapi. Samaki waliingia tu kwa sababu ya ile neno la Mungu. Mungu alisema ile kitu iko kama hakuna. Aliambia watu tokeni hapa mwende kwa maji mshike samaki. Samaki alikuwa hawako, lakini Yesu anasema kama iko. Wewe unatakana useme kama iko. Mungu anataka useme, unene kama ile kitu unataka iko. Haleluya. Amen. Sikilizeni tena niseme hivi. Mimi nasema hivi, nikusema kwamba mdomo yako ni ya maana sana katika hii mambo. Mdomo yako ni ya maana sana. Ni mdomo yako ndio itakuokoa. Ni mdomo yako, maneno ya Mungu kuweka kwa mdomo yako. Hosea 14 mstari wa 2 inasema tuchukue maneno yetu kwa mdomo, tuchukue neno la Mungu kwa mdomo wetu na kuligeukia Mungu. Chukua maneno ya Mungu kwa mdomo yako. Wale wa Kristo wanafikiri Mungu ni magic. Wanataka magic. They want a miracle, they want a magic. Hapana. You have a big role to play. Uko na jukumu kubwa ya kufanya, kupata majibu, kupata ulinzi kutoka corona. Ni kwamba ni sharti wewe uamini ya kwamba unalindwa na Bwana. Tafuta maneno ya ulinzi, tafuta vile Mungu amesema, alafu utende kama imefanyika. Haleluya. Bwana sasa sana. Yaani imani ni hivi. Hapa nimeomba kitu kwa Mungu hapa. Na hapa nimeambia Mungu nipatie hii. Haleluya. Bwana sasa. Sasa hapa nimeomba Mungu. Tangu niambia Mungu nataka hii. Mungu nifanyie hii. Imani ni kutenda ile kitu hakuna mpaka ile kitu nimeomba ije. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana sasa. Nimeambia Mungu nipatie kalamu. Nikamwambia Mungu anipatie kalamu. Sasa mimi naanza kuandika hivi, naandika hivi bila kalamu, naandika hivi mpaka saa ile kalamu inafika. Imani ni katikati ya wakati niliomba mpaka saa ile kalamu inafika. Baada ya kalamu sina haja imani tena. Amen. Haleluya. Bwana sasa. Bwana sasa. Amen. Haleluya. Haleluya. Imani ni katikati ya wakati uliomba mpaka saa ile majibu itakuja, unatenda kama uko na hiyo kitu. Wakati hiyo kitu inakuja hauna imani tena. Amen. Amen. Haleluya. So hii gap ya kabla kitu kufika ile uliomba. Haleluya. Unajua watu wengine kama kina Thomas wanataka waone na macho ndio aamini. Samia amebadili mtu anaamini bila kuona. Imani wakati umeomba unaanza kutenda kama umepata hiyo kitu na itakuwa chako. Bwana asiye sana. Amen. Haleluya. Haleluya.
Siku nyingine nilikuwafundisha kwamba kulikuwa na mama moja huko Suswa. Waje Suswa huko Naivasha, hapo chini hapo. Sasa alisikia tu mhubiri akisema, alikuwa Masai huyo mama. Akasikia tu mhubiri akisema, Mungu anaondoa milima. Ukiwa na imani sasa aridari utaambia mlima huu ng'oka na utang'oka. Utaambia mlima huu ng'oka na utang'oka. Na hakuna kitu kitakachoshikana kwako. Akaja akapasa akamwambia pastor, mimi najua kwamba Mungu amesema ataondoa milima. Akasema nilikuwa na imani milima itaondoka. Sasa nataka uombe Mungu, wakati watu walikata mashamba, alipewa mahali uko na mawe, alipewa kamilima, alipewa mahali hawezi kulimika. Akaja mbaya mpasa kwangu kwa shamba langu, mimi sina mahali ya kulima. Kwenda mwambia Mungu, ulituambia juzi, ukiwa na imani size ya ardhi utaambia milima toka na itatoka. Hiyo ni mama Masai. Pastor akamwambia, mami sikiliza. Haya mami ngoja. Akamwambia hapana, Mungu hakusema milima hii. Mungu alisema milima ya imani, milima kitu gani, milima nini. Akasema hapana, Mungu amesema milima itaondoka. Akasema basi tuombe tu. Pastor akafunga macho akaomba. Baba kwa jina la Yesu Kristo, kuna milima katika shamba la mama iondoke. Bwana sio sana. Hiyo mama akarudi nyumbani. Yeye amepata majibu. Akarudi. Anaongoja milima itoke. Anaambia watoto wake, hii milima itakuja kutoka hapa kwetu sisi tupate kulima. Haleluya. Siku kidogo tu kama siku ngapi, Kenya Pipeline ikaja. Unajua kampuni inaitwa Kenya Pipeline. Walikuwa wanaweka mfereji ya maji kutoka Nairobi kwenda Eldoret. Wakafika pale. Wananunua vile wanajua sasa mradi ikipita wananunua mashamba, si ndio? Wakafika kwa hii mama. Mama, tunataka shamba. Tunataka kupitisha pipe yetu hapa. Kwa hivyo tutakulipa pesa ili tupate kushimba shamba lako kuweka pipe yetu ya mafuta. Halafu akasema okay, sasa mtanifanya nini? Mtanilipa. Wakakubali, lakini akamwambia lakini sikilizeni mama, hii milima yako hii tunakata, tunaondoa. Pipe yetu imelenga hii milima. Bwana sio sana. Amen. Pipe ililenga ile kamilima ya mama. Mama akamwambia sikilizeni hapa, mimi siuzi shamba langu. Mimi siuzi. Na kama mnataka kununua na pesa mzuri, lakini pia hii milima mimi sitaki kuona na macho. Sema mimi hii tumesema tutatoa. Sasa basi leta pesa na ondoa milima. Kenya Pipe wakachukua pesa, akamlipa kila wanalipa kila mtu. Haleluya. Alafu akaleta ile bulldozer, akapasua ile milima kwa sababu ilikuwa pipe inapitia hapo. Wakapasua mpaka wakalalisha chini hiyo kamilima ya shamba lake, akaondoa. Wakapitisha pipe yao huko. Wakarudi wakafunika juu. Unajua pipe ikishapita inafunikwa juu. Wakaenda wakaleta ile mchanga walikuwa wanashimba huko, wakaweka juu ile milima ya mama, akatandaza ikawa ni shamba. Leo mama anapanda shughuli yake kwa ile milima, na nyinyi mliambiwa milima hiyo kuondoka. Hiyo Mungu aliondoa kwa imani. Haleluya. Bwana sasa. Hiyo tu imani. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Mungu akasema mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Haleluya. Siku nyingine tukaenda Zimbabwe. Halafu sasa kuna mama moja alikuwa amefikisha miaka 30 sijui na 3 hajaolewa, akakuta mimi na tulikuwa wawili tulikuwa tunaenda kusoma. Tukakuta mimi na jamaa mmoja kutoka Uganda. Tulikuwa Wakristo watu wawili tu. Sasa yule mama akaja akaniambia, unajua mimi sijaolewa. Tukamwambia okay, kwa hivyo na nimeona nyinyi ni watu wa Mungu. Kwa hivyo mniombee nipate bwana. Hiyo tu. Kwa Mungu yote inawezekana. Na mambo yote inawezekana kwake yeye aaminie. Unaamini tukiomba utapata bwana? Ndio. Funga macho. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Mpa hii mama, mpe bwana. Tafutie bwana Mungu. Asante ameolewa. Amen. Tukafungua macho. Akaenda. Akakimbia kwa duka. Haleluya. Akaenda akanunua tai. Na najua tai. Si mnajua ile kitu wanaume wanaweka hapa. Akaenda akanunua. Haleluya. Akaja kwa kitanda chake, akaweka hapa nyuma, akahang hiyo tai hapo. Akaweka hiyo, akaning'iniza hiyo. Akatuita. Akaniita kwa sababu mimi nilikuwa room yangu ilikuwa si mbali na yake, akaniita, akaniambia kuja. Tukaenda kwa room yake. Na ile jamaa ile wa Uganda, tukaingia kwa room. Akasema unaona zawadi ya bwana yangu, nimemnunulia bwana yangu zawadi. Kitu ya kwanza mimi nitampa yeye ni hii tai. Hata sisi tunasema haleluya. Haleluya. Bwana sasa. Hata sisi tukashangilia. Amen. Sisi tukarudi Kenya, alikuwa Mkenya, alikuwa anafanya na National Youth Service. Tukarudi Kenya. Hakumaliza sijui
hata mwaka haikuisha. Jamaa alitoka Australia, akaja akamwambia mimi nataka nikuoe, akamuoa, akachukua ile tai akampatia. Sasa hii tukiongea hapo, huyu mama anaishi Australia na bwana yake na watoto. Haleluya. Ni nini alifanya? Aliweka imani yake kwa matendo. Wapendwa, bila matendo huwezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ujue ya kwamba wakati Mungu anasema kwa kupigwa kwa Yesu umepona, tayari Mungu amesema wewe umepona tayari. Iwe ni corona, iwe ni nini, tayari Mungu amesema umepona. Watu wengi wanajiletea laana kwa mdomo yao. Wanajiua kwa mdomo yao. Bila sababu mdomo ya mwenye haki itamfungua. So ile mambo unanena inasema mambo mengi sana. Kama utaishi hapo utakufa. Wewe kama utaishi kwa mdomo yako. Lakini ukishukua neno la Mungu na kulitenda, inaitwa imani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tumeona ya kwamba Biblia inasema unionyeshe imani yako bila matendo, na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yangu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na niambia hakuna mtu ana imani, nifanyishe imani yako kazi. Fanya hiyo imani yako kazi. Amini ile kitu umeomba umepata. Na amuko ufanye kama uko naye. Hata kama kila kitu inakataa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kila kitu imekataa lakini imani ni hiyo. Siku moja mimi nikashikwa na kigugumizi. Nikashikwa na kigugumizi. Lakini Mungu anasema kwa kupigwa kwa Yesu tulipona zamani. Si sahihi. Uponyaji ndugu ni chakula chetu. Tusihangaike hapa duniani. Sisi tumeponywa tayari. Sikiliza nikienda kumaliza. Sikiliza nikienda kwa kumaliza. Warumi 8 mstari wa 1 inasema hivi mpaka wa 3 hapo. Inasema hivi, hakuna hukumu tena kwa wale ambao wako ndani ya Yesu Kristo, ambao hawatembei kwa kuona na kusikia, bali wanatembea katika imani. Kwa sababu akasema hapo, hallelujah, the Bible says there is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the law of the Spirit of life has made me free from the law of sin and death. Kuna sheria ya kifo na mauti. Sheria ya ambayo imetufungua sisi, imetufungua sisi kutokana na sheria ya kifo na mauti. Tumefunguliwa wapendwa kutokana na sheria. Yesu akasema katika John 19:30, akasema kwamba imekwisha. Magonjwa haikurudi kwetu tena. Mungu alimaliza msalabani. Akasema imekwisha. Hakuna hukumu tena wapendwa. Unajua watu sasa wataenda kulilia Mungu, oh Mungu niponye, oh Mungu nifanyie. No, hakuna hukumu tena wa Kristo. Kuna tofauti ya watu. Bwana asifiwe sana. Kuna Wakristo na watu ambao si Wakristo. Wakristo ambao wameoshwa na damu ya Yesu, hakuna hukumu tena. Hakuna kuhukumiwa tena. Hakuna hukumu. Corona ni hukumu sahihi. Magonjwa hii ni duniani ni hukumu sahihi ya Mungu. Hakuna hukumu tena. Sababu sheria ya uzima katika Kristo Yesu imekufungua wewe kutoka sheria ya kifo na mauti. Wale watu wanakutwa na huko ni wale wako katika sheria ya kifo na mauti. Biblia inasema the law of the Spirit of life has made me free from the law of sin and death. Na Mungu akasema hivi, atakayeangalia sheria ambayo ilimfungua na kuendelea katika sheria hiyo, yeye asiye mtu wa kusahau bali mtendaji wa mambo, hii mtu atabarikiwa kwa njia zake zote. Mungu akasema katika kitabu ya Isaya, Mungu akasema hivi, Mungu akasema katika Isaya, mwambie mwenye haki mambo yote ni nzuri kwake, kwa sababu atakula matunda ya matendo yake. Haleluya. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wapendwa, tukitaka uponyaji, Mungu amesema kwa kupigwa kwa Yesu tumeponywa. Kwa kupigwa kwa Yesu tuliponywa. Hata sisi tuliponywa. Tukitenda kama watu wamepona kila siku. Mimi miaka yote hizi nimeishi kwa kutegemea Mungu. Na neno linasema hivi, kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Tumepona hata corona. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwani corona hii si ni hekalu la Mungu? Hii ni hekalu la Mungu. Mwili wangu ni hekalu la Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi tutafikisha hapo. Imani yetu twende tuweke kwa matendo. Twende tukae kama watu wamelindwa na Bwana. Twende tunene. Sasa kitu kingine tuwafundisha ni namna ya kuongea. Haleluya. Vile utachukua hiyo maneno yote ya Mungu weka kwa mdomo wako. Kumbuka sikiliza, Peter alisema kwa neno lako nitatia samaki, nitatia nyavu zangu chini, nitatia. Si kwa sababu samaki wako pale, ni kwa sababu Mungu amenena.
Mungu anaponena, samaki inatoka mahali inatoka mimi sijui, lakini ni mimi ninapotenda vile Mungu anasema inakuwa hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi tutafikisha hapo na Mungu awabariki sana.